Asante wote mliokuja katika maeneo haya kuangalia vivutio. Moja ya kivutio ambacho kipo ndani ya mto Kiwira hapa panaitwa Ndalieke Ukomo. Ndalieke Ukomo ni aina ya lugha au lugha wa ndani. Maana yake ni kwamba hajaruka vizuri. Ni moja kilichosababisha kwamba atumie lugha hiyo ni kwamba wao wakati wakitoka Undali kule wakija huku Ukukwe au Wanyakyusa, sasa wao kabla hajagundua kwamba kuna daraja la Mungu pale chini, wao waliona nafasi ndogo ambayo wangeweza kuruka kutokea ng'ambo ile kuja huku. Maana sisi Wanyakyusa na Wandali ni asili moja. Sasa wale ile jina la Wandali ni kwamba walipita njia ndefu na Wanyakyusa ndio wakatangulia huku. Baadaye baada ya kukaa sana ng'ambo ile ya Undali wakasikia kwamba kuna kabila la Wanyakyusa. Wao lengo na nia yao ni kwamba waje wafahamiane na iga walete vitu kutoka ng'ambo ile. Sasa wakati wa kuja, kwa kuwa kulikuwa hakuna madaraja, wakabaini hapa ndio sehemu pekee ambapo ni sehemu ambayo sio pana. Sasa wale walikuwa wanakuja na baadhi ya vitu kama mbuzi. Sawa. Sasa akitoka na mbuzi kule na kamba ilikuwa ni fupi kwamba anafunga kiunoni ili ajaribu kuruka. Baadaye anaporuka akiwa juu pale mbuzi alikuwa anajivuta kwa nyuma. Ndio akawa anadumbukia kuingia ndani ya mto Kiwira na anaelekea pale anakufa. Sasa yule mwingine anamshauri huyu hajaruka vizuri. Mbele ndani atanyeke huko. Hao ndio hicho kitu kitasababisha watu kufa Wandali. Sawa. Kwa hiyo ndio hiyo historia ya eneo hili. Okay, baada ya hapo basi tuimbe ule wimbo sasa. Naomba mruhusu wimbo. Tuimbe, kumbe hadithi nilihadithia sawa sawa. Kumbe wimbo huu unazungumzia daraja la Mungu lililopo mto Kiwira. Ilikuwaje likagundulikana? Ilikuwaje likapewa jina kwamba ni daraja la Mungu? Fahamu ni kwa nini lilipewa jina likaitwa daraja la Mungu. Kwanza fahamu asili ya Wandali na Wanyakyusa, ya kwamba lilikuwa ni kabila moja na asili yao ilikuwa ni Morogoro. Waliposikia kwamba Mbeya ni Green City na kuna neema ya maisha, haraka sana wakaanza safari kuelekea huko, lakini wakiwa njiani wakatofautiana uelekeo. Wanyakyusa wakasema tupite kushoto na Wandali wakasema tupite kulia. Wakaachana hapo, lakini Wanyakyusa wakawahi kufika na wenzao Wandali wakajikuta wametokezea Ileje. Ni kwa sababu hiyo ili kufika Tukuyu mzunguko kawa mrefu, ndio maana wameitwa Wandali. Jina Wandali walipewa na Wanyakyusa kwa kuwa ni lugha inayotokana na Kinyakyusa inayotamkwa kuwa Abandali, manake waliochagua njia ndefu. Kwa sababu ya uchovu wa safari ya siku nyingi, ili walazimisha waanzishe maisha huko Ileje. Lakini baada ya miaka mingi Wandali walipata habari kwamba jamaa zao waliotoka pamoja nao Morogoro kule walikochagua kwenda Tukuyu, mambo yanawaendea vizuri. Hao Wandali wakachukua mbuzi wao ili wakawaone jamaa za Wanyakyusa, ikiwezekana wawape mbuzi hao ili na wao wapate chochote kutoka kwao. Katika kwenda
kwao huko Tukuyu, wakitokea Ileje walikutana na kizuizi cha mto Kiwila. Kila walipojaribu kuvuka, waliona mto ni mkubwa unawasomba, wakarudi nyuma. Walianza kutembea kuambamba karibu na mto, wakitafuta mahali wanaweza kuvukia. Wakapakuta mahali ambapo kwa sasa panaitwa Ndanyerite Bukomu, manake sijaruka vizuri. Eneo lililo karibu na chuo cha magereza cha Kiwila. Hapo pana sehemu finyu ambapo maji yote ya mto Kiwila yanapita hapo. Wandari hao walisema kwa vyovyote vile hapa ndo mahali pekee tunatakiwa kuvukia. Akaanza wa kwanza, akaluka akiwa amejifunga kamba ya mbuzi kiunoni, ili akifika ng'ambo amvushe mbuzi kwa nguvu. Alipoluka yule mbuzi akaogopa maji, akajivuta nyuma na mundari akaangukia kwenye maji. Nalipokuwa akiangukia kwenye maji akapiga kelele, Ndanyerite Bukomu, sijaluka vizuri. Kwa sababu hiyo yeye pamoja na mbuzi wakasombwa na maji. Wandari wengine wakasema atanyera Bukomu, hajaruka vizuri huyu. Wandari wengine wakasema atanyerite Bukomu, hajaruka vizuri huyu. Mwingine akajianza naye kaluka, likamtokea kama la yule wa kwanza. Wandari wenzake wakasema atanyerite Bukomu, wandari wenzake wakasema atanyera Bukomu huyu. Na mwingine akajaribu vivyo hivyo, likamtokea lile lile. Walipobaki wachache wakasema hapa tutakufa wote. Walipobaki wachache wakasema hapa hapana njia hapa. Kinachonifurahisha ni moyo wa wandari, wale wachache waliokuwa wamepona pamoja na wenzao kufa. Hawakusema sasa turudi nyumbani, kwa kuwa waliona walikotoka ni mbali. Na hapa ndipo palipo na funzo la wimbo wangu. Endelea kusikiliza kwa utulivu kabisa, kuna jambo utageni hapa. Wandari wale wachache waliendelea kwa mbamba katika mto Kiwila, wakienda mbele na kurudi nyuma. Baadaye walishangaa, wanaona jiwe limepita juu ya maji. Wakajaribu kuvuka, wakakuta wako ng'ambo. Wakakimbia kuambia wenzao kwamba Mungu amefanya daraja, na ndio maana linaitwa daraja la Mungu. Daraja la Mungu la mto Kiwila lilifahamika baada ya wandari wengine kufa. Nili linaloingizia serikali mapato mengi sasa. Daraja la Mungu la mto Kiwila lilifahamika baada ya wandari wengine kufa. Walikuwa katika harakati za kufa na kupona, wakaone wenzao wanajiusu. Mto Kiwila lilifahamika baada ya wandari wengine kufa. Wandari wale walisema hatuwezi kurudi na mbuzi. Daraja la Mungu la mto Kiwila lilifahamika
ya uandali ingekufa. Waliona ni aibu kurudi safari ndefu na mbuzi. Ufunuo wa daraja la Mungu ulitokea katika kongamano la kikosi kazi lililofanyika tarehe 12 hadi 18 mwezi wa 12 mwaka 2022, ambapo maana ya mkasa huu msisitizo wake uligawanyika maeneo mawili. Eneo la kwanza, usilazimishe kuvuka katika eneo linaloitwa Ndanyeli Tebukomu kwenda kwenye maombezi, wakati tabia chafu ni Ndanyeli Tebukomu. Kuwa na pesa au cheo ila muovu ni Ndanyeli Tebukomu. Kuoa ukolewa tabia ni chafu ni Ndanyeli Tebukomu. Hapo wandali wenzio wamefia wengi kwa sababu vitu hivyo ni kweli vimepigiwa sana kelele kwamba vina uwezo wa kutuliza moyo, wakati kwa wengi walio na uovu vimeleta msongo wa mawazo na kuharibu sana moyo. Usilazimishe kuvukia Ndanyeli Tebukomu, usubiri suluhisho la kudumu kwa maombezi. Ndanyeli Tebukomu, maji na mafuta ya mitume na manabii. Ndanyeli Tebukomu, kujua ukiolewa suluhisho la kudumu litapatikana. Ndanyeli Tebukomu, ama ukipata cheo moyo utatulia. Ndanyeli Tebukomu, ama ukipata mali nyingi moyo utatulia. Ndanyeli Tebukomu, hivyo bila usafi wa moyo. Ndanyeli Tebukomu, na wandali wenzio wamefia hapo. Ndanyeli Tebukomu, usilazimishe kuvukia eneo ambalo wandali wenzio wamefia wengi hapo momo. Ndanyeli Tebukomu. Maana ya pili katika kisa hiki ni kwamba kuambamba kwenye mto Kiwira ni sawa na kwambamba na lilipo hema la ibada. Magwiji wote waliopata suluhisho la kudumu katika maisha yao waliambamba kwenye eneo la ibada. Tuanzie na Musa, kila lipohamia, cha kwanza alibeba hema la ibada. Kijana wake Yoshua, hata Musa alipoondoka humo hemani, yeye alibaki humo, na ni kweli mwishowe walitoboa. Tuje kwa kina Yehoshafati, walimkumbusha Mungu kwamba uliyaitikia maombi ya mtumwa wako Sulemani aliyesema mtu yeyote atakaye kungojea hemani, wewe Mungu utamwitikia. Kweli Mungu alimpigania dhidi ya mataifa 7, sijui nikwambie mangapi, lakini magwiji kina Daudi walisema ningetamani niwe bawabu katika nyumba ya Baba. Mfalme anatamani nyua zako nikisiona mimi nazikondea, wakati sisi akina kulala tunakonda tukiwemo sana hemani. Aliongeza kusema neno moja nimelitaka, nikae sana nyumbani mwa Baba siku zangu zote za maisha yangu, kwa kuwa tu atanisitiri siku ya mabaya. Na ni kweli hata Yesu alipokuja hakujita mwana wa Musa, mwana wa Ibrahimu, wa Yeremia, bali alijiita mwana wa Daudi. Hana alimpata Samueli kwa kukaa sana hemani, na Samueli alitokea kuwa nabii wa mshindo
kwa sababu ya kuwemo sana hemani. Zekaria alimpata Yohana kwa sababu ya nidhamu ya kuwemo hemani. Sijui niseme mangapi mitume walishukiwa na nguvu kwa sababu walikutwa hemani. Hao ndio imeandikwa kwamba kila siku walikutana hemani na majumbani mwao kwa ajili ya ibada na maombi. Ndio maana nasisitiza kwamba usirudi na mbuzi. Kweli wenzio wamekufa, lakini usirudi na mbuzi, kwani ulikotoka ni mbali. Hata ukirudi utafia njiani. Tuendele kwa mbamba, karibu na mto Kiwira. Kuwa mbamba sana hemani ni sawa na wandali walioambamba kwenye mto Kiwira. Wakati wowote Mungu atafanya daraja, yani suluhisho la kudumu la maisha yako, na daraja hilo utalita kwamba ni daraja la Mungu. Daraja la Mungu, daraja la Mungu litaonekana kwa nidhamu mahali pa hema, yani ufumbuzi wa kudumu wa maswali uliyo nayo. Daraja la Mungu, ndio daraja la Mungu litaonekana, ndio daraja la Mungu ukipatikana kwa nidhamu mahali pa hema. Hivi vya mitume na manabii wetu, hata kama ni ufumbuzi ni kwa muda mfupi tu. Daraja la Mungu, daraja la Mungu litaonekana kwa nidhamu mahali pa hema. Hivyo ni sawa na daraja la mzungu, kwani hata baada kujengwa hilo na mvuto ni daraja la Mungu. Kwani pamoja na daraja la mzungu kujengwa pembeni hapo, lakini bado watu piga picha wakiwa juu ya daraja la Mungu, wanaliacha daraja la mzungu pembeni. Hema, 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 hemani. Daraja la Mungu litaonekana hemani. Daraja la Mungu litaonekana, suluhisho la kudumu la maswali yako, la maumivu yako litaonekana ukipatikana sana hemani kwa nidhamu, bila kuwa na haraka ya kuondoka. Hapo tukapata kauli mbiu ya mwaka 2023 na kuendelea ya kwamba kwa moyo mkuu nitaendelea na Mungu, na kwa moyo mkuu nitapatikana sana hemani. Hii ni Hemani Part 4, mwisho wa matoleo ya nyimbo za hemani. Kwa sasa nimehamasisha sana watu kuwemo sana hemani, kwa kuwa kuwemo kwangu hemani kumebadilisha sana jina langu duniani. Kama kuna nyimbo zenye mvuto watu wamevutwa nazo, basi uchawi wake umekuwa ni kuwemo sana hemani. Na kama kuna ujasiri ambao jamii kubwa ya watu imenishangaa nao, basi ujasiri huo umetokana na mimi kuwemo sana hemani, ambako tangu nimeokoka mwishoni mwa mwaka 2000, hiyo imekuwa tabia yangu daima. Okay, hata kama nitashindwa kiume. Maranatha.